kuomba ili kupata majibu katikati ya maombi ambayo ninayafanya. Kwanza kabisa kuna kitu ambacho unatakiwa ukijue kabla ya kuomba. Kuna namna au maelekezo ya kuomba, vile ambavyo inatakiwa uweze kuomba. Kitu ambacho watu wengi sana huwa tunakosea ni pale ambapo mtu anaingia kwenye kuomba lakini hasikilizi maelekezo ya namna sahihi ya mtu kuweza kufanya nini? Kuomba. Kuna namna nzuri za kuweza kuomba. Unaweza kuomba kwa maombi ya mfungo, maombi manake ya kufunga. Unaweza kaomba maombi ya kawaida. Lakini pia katikati ya haya maombi unaweza ukapewa maelekezo aidha ukatoe sadaka ya namna gani katikati ya maombi ambayo unayaomba. Lakini kitu cha msingi kabla haujaanza kuomba kwa namna yoyote, hakikisha una maelekezo ya kutosha namna ya kuomba. Ili uweze kujinasua kwenye mtego wote, lazima uhakikishe una hayo maelezo. Kwa sababu kwa mfano unaombea jambo fulani, kutokana na kuwa na maelekezo yale ya namna ya kuomba, unaweza kujua kwamba sasa hivi nikabiliane, niingie kwenye maombi labda ya toba, au niingie kwenye maombi ya kusihi, au niingie kwenye maombi ya kuomba rehema za Mungu. Kwa hiyo, kwa kufanya hivyo kuna sababisha uweze kufocus kwenye kitu kimoja na kuweza kushughulika kwenye kitu kimoja kwa urahisi na kwa usahihi. Kwa hiyo ni moja kati ya njia ambayo inatakiwa uijue hiyo. Na kitu cha pili, baada ya kupokea maelekezo namna ya kuomba, kitu cha pili, wakati unaanza kuomba, jifunze kufocus kwenye kile ambacho umeambiwa uweze kukiombea. Usiende kwa mfano unaombea kwa ajili labda ya uchumi. Usianze kuomba kwa ajili ya vitu vingine nje ya hilo wazo la uchumi. Focus kwenye wazo la uchumi, muombe Mungu kwenye wazo hilo la uchumi, na mpaka siku zako ambazo umekusudia kwamba utafunga au utaomba zitakapokamilika. Kitu kingine, ile sadaka, lazima uelewe kwamba ni mahali gani ambapo umeambiwa uipeleke hiyo sadaka, na utaipeleka kwa utaratibu gani, na utampelekea nani. Lazima uwe na maelekezo namna ya kutoa sadaka. Unaweza ukajikuta umepoteza pesa zako, mali zako, mifugo yako kwa vitu ambavyo havina faida. Umetoa sadaka lakini hakuna matokeo yoyote ambayo yametokea, na umeomba lakini hakuna matokeo yoyote ambayo yametokea. Inawezekanika kabisa hujafuata maelekezo ya utoaji wa hiyo sadaka. Lazima ujue kabisa sadaka unaenda kuitoa kwa nani, unaitoa kwenye madhabahu gani, na siku gani Mungu amekwambia uweze kuitoa hiyo sadaka. Tofauti na hapo utakuwa unaharibu utaratibu na unaweza usipate majibu. Kwa hiyo Mungu anapoachilia wazo ndani yako ya kwamba shughulika na hili jambo kwa namna hii, lazima ufuate maelekezo ya kutoa sadaka, maelekezo ya kutoa sadaka, maelekezo ya kuomba, ili uweze kuwa salama kwenye jambo ambalo unaliombea na uweze kupata majibu.